Hii matukio nadhani ni tukio la kwanza ndani ya kitongoji changu, lakini kwa watu waliotangulia katika uongozi. Ni ripoti kutokea hapa katika kitongoji cha Endakulangula, kata ya Ayasanda, wilaya Babati, mkoani Manyara, ambapo mwanaume mwenye miaka 51 Daniel Ama amefariki dunia baada ya kujinyonga, sababu kubwa ikitajwa kuwa ni wivu wa kimapenzi uliosababisha ugomvi mkubwa baina yake yeye na mke wake mpaka kupelekea yeye kujinyonga. Kitambaa kama ya blanketi akaichana mwenyewe, akaifunga shingoni, akafunga kwenye mti, akajitundika na kitambaa cha kwake. Mwanaume huyu inadaiwa kwamba alipotea kwa takriban siku moja kabla mwili wake kupatikana tarehe 15 mwezi wa 3 ya mwaka 2026 katika msitu wa Bereko. Nilipita maeneo haya kama muda wa saa 4, nikakuta mama analalamika kwamba Daniel Ama hakulala nyumbani na hajulikani mahali alikoenda. Hiyo ipigwe, hiyo kapigwa, tukaenda kusaka, tukamkuta mtu akajitundika. Moja kwa moja nimefika hapa katika kitongoji hichi kufahamu hasa ni nini kimemsibu mwanaume huyu mpaka kupelekea kujinyonga kwake. Mimi naitwa Hosea kutoka hapa katika kitongoji cha Endakulangula, kata ya Ayasanda, wilaya Babati, mkoani Manyara. Mimi kwa majina naitwa Peter Holo, naishi kitongoji cha Endakulangula, cha Ayasanda. Jana nilipita maeneo haya kama muda wa saa 4, nikakuta mama analalamika kwamba Daniel Ama hakulala nyumbani na hajulikani mahali alikoenda. Nilichokifanya ni kwamba tukaenda kwa majirani, tukasema tufanye nini, tukampigia mwenyekiti wa kitongoji asenjua kuna hili tatizo 1 2 3 mtu hajalala nyumbani. Mwenyekiti alipofika akatoa amri, hiyo ipigwe, hiyo kapigwa, tukaenda kusaka, tukamkuta mtu akajitundika na mgorore wa kwake, kitambaa kama ya blanketi akaichana mwenyewe, akaifunga shingoni, akafunga kwenye mti, akajitundika na kitambaa cha kwake. Kama balozi hapa ni wa siku nyingi, hawa jamaa tunawasuluhisha kila siku ni kufuatana na mke wake tu, mapenzi kila siku. Akimwona amekaa na mtu tayari ugomvi, akimwona amekaa karibu na mtu ni ugomvi wao, ni mapenzi. Mara kwa mara wao shida ni hiyo tu. Wanaume anapigwa, lakini hata mwanamke pia anapigwa. Kwa nini wanapigana? Wanapigana. Ukimkuta hata mama ana maalama tu kwa kipindi mbele amepigwa, utakuta na yeye ana maalama ya mbele pia amepigwa. Hii juzi ni yeye ndio amepigwa. Ama Kambish na ni mwenyekiti wa kitongoji cha Endakulangula. Mng'ata mkono wake. Nani ambaye mwanamke alimng'ata mkono wake, wanagombana. Wakati anapomng'ata mkono, sasa jamaa alivyokurushana na mke wake ugomvi, jamaa alimwambia kwamba nikashauri kwamba huyu jamaa apelekwe hospitalini haraka. Ilikuwa ni Jumamosi jana walikaa hapa, Jumamosi ya juzi, kwamba huyo mtu apelekwe hospitalini, mkono ukatibiwa haraka. Nikawaita mabalozi wote na majirani wote apelekwe hospitalini. Basi hatimaye nashangaa kwamba juzi alivyopotea sasa, yeye mwenyewe alikataa kwenda hospitalini, alikimbia kwenda milimani kwenye kujitundika. Wananchi wangu tulishakaa hapa, nikamwambia kitendo kama hiki natakiwa tupige onyo, isirudie tena hata siku moja. Mimi kama mwenyekiti wa kitongoji sipendi, itakuwa ni uvunjaji wa amani. Wanawake nikawasihi hapa, nikamwambia wanawake wote mlioko hapa mnatakiwa mkae kwa kuwashauri vijana wenu pamoja na wazee wenu, taratibu za kupiga wanaume na kuwadharau iwe mwisho ndani ya kitongoji changu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.